Karibuni tena, mimi ni James Paul. Leo tunaangazia kitu cha kipekee sana. Ebu fikiria, harakati kubwa zaidi duniani ilianzaje? Unajua, haikuwa kwa pesa nyingi au majeshi makubwa. Ilikuwa ni kwa mpango tu. Mpango wa miaka 2000 iliyopita, lakini bado una nguvu ya kubadilisha ulimwengu hata leo. Na mpango huu ulitoka kwa Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Sasa ebu nikupe changamoto. Fikiria umeambiwa uanzishe vuguvugu la kimataifa. Lakini kuna lakini kubwa, huna hata senti moja. Huna budget, huna timu ya matangazo, hakuna Instagram, hakuna TikTok, yani unaanzaje? Inawezekana kweli kitu kama hicho? Yani, kwa akili ya kawaida ya siku hizi, huo ni mwanzo wa kufeli kabisa. Sisi tunawaza nini? Fikia watu wengi kadri uwezavyo na haraka sana, sawa? Lakini hapa ndipo tunapokutana na mantiki tofauti kabisa, mantiki ya ufalme. Hii kama tunavyoiona kwenye Luka sura ya 10, haifikirii tu idadi, hapana. Inafikiria uendelevu. Si swala la kuwa na umati mkubwa, bali ni kuwa na kitu kitakachodumu. Okay, sasa unaweza kuuliza, kwa nini hata tujihusishe na jambo hili? Kwa nini? Kwa sababu chanzo chake, yani sababu ya msingi kabisa, inatupa picha ya uharaka na fursa ya ajabu iliyo mbele yetu. Bwana Yesu anatumia mfano huu mzito, anasema, mavuno ni mengi kweli, lakini watendakazi ni wachache. Na hapa ndipo mkakati unapoanza kuwa tofauti na tunavyotarajia. Hatua ya kwanza kabisa sio kutengeneza mpango kazi au kuanza shughuli, hapana. Hatua ya kwanza ni kuomba. Na sio kuomba tu, ni kumwomba Bwana wa mavuno atume watendakazi. Nasikiliza hili, sio kutoka mbali, bali kutoka pale pale shambani. Yani, hii peke yake inabadilisha mchezo mzima. Okay, kwa hiyo msingi upo. Sasa twende kwenye jinsi gani hasa. Mkakati wenyewe, unajua, ni rahisi sana na wa vitendo, lakini ni kinyume kabisa na vile ambavyo wengi wetu tunangefikiria. Na yote yanaanzia na jambo mmoja tu, kumpata mtu mmoja tu maalum. Cha kwanza, aliwatuma wawili. Sasa, hebu fikiria kwa akili yetu ya ufanisi. Hii ni kama kupunguza nguvu kazi yako kwa nusu, si ndio? Lakini kwa mantiki ya ufalme, hii iliongeza maradufu uwezo wao wa kustahimili. Bwana Yesu alijua fika, hawa ni wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo ushirika wao ulikuwa muhimu kuliko mbio, na kudumu kwao kulikuwa na thamani kuliko namba za mwanzo. Sasa, wazia hawa wawili wamefika kwenye mji mgeni kabisa. Hawamjui yoyote, hawana pa kufikia. Kazi yao ya kwanza ni ipi? Kuanzisha mkutano mkubwa? Kwenda kuhubiri sokoni? Hapana kabisa. Lengo lao kuu, na tafadhali sikiliza hili kwa makini, ni kumpata mtu mmoja anaitwa mtu wa amani. Huyu sio tu mtu poa au mkarimu. Huyu ndiye ufunguo mkuu wa mji mzima. Ni mtu ambaye Mungu tayari amemwandaa, na anapofungua mlango, hafungui tu mlango wa nyumba yake, anafungua mlango wa jamii yote. Sasa, unamjuaje huyu mtu wa amani? Sio siri kubwa. Unamjua kwa vitu vitatu rahisi na vya wazi. Namba 1, anakukaribisha, anafungua nafasi yake kwako. Namba 2, anakusikiliza, yani anasikiliza kweli kwa moyo, sio kukusubiri umalize aongee. Na namba 3, muhimu sana, anakuunganisha, anaanza kukuambia, unajua nani unapaswa kuongea naye, na ghafla anakuwa ndiye daraja lako kwa watu wengine. Alright, umempata huyo mtu wa amani. Amekualika kwake. Sasa hapa ndipo mambo yanapozidi kuwa tofauti na vile tungezoea. Maagizo ya Bwana Yesu hayakuwa sasa piga mahubiri yako matamu. Hapana kabisa. Alisema kaeni hapo hapo na kuleni kile wanachowapa. Ebu fikiria hilo, kushiriki chakula. Kitendo hiki kidogo kinabadilisha kila kitu. Kinavunja ule ukuta wa mgeni na mwenyeji, na kinaanza kujenga kitu muhimu kuliko yote, uaminifu. Unajua, unapokubali kuwa mgeni, unajishusha, unawaamini wakuhudumie. Na katika hali hiyo ya kuwa mnyenyekevu, ndipo uhusiano wa kweli unazaliwa. Sio tena uhusiano wa mtaalam na msikilizaji. Inakuwa ni uhusiano wa agano, kama familia. Hiki ni kitu ambacho hakuna hotuba itakayowahi kukijenga, haijalishi ni nzuri kiasi gani. Na huu uhusiano haujengwi hewani tu, unaimarishwa kwa matendo.
Maagizo yalikuwa wazi: waponyeni wagonjwa, yaani onesha upendo kwa vitendo kwanza. Shughulikia mahitaji yao halisi kabla hujawaomba wakusikilize. Nguvu ya ufalme ilionekana kwanza kabla haijasikika. Okay, sasa hebu tuone. Uaminifu upo, matendo ya upendo yamefanyika. Sasa ndiyo wakati wa kushiriki ujumbe. Na hapa sasa ndipo ile injini ya kuzidisha wanafunzi inawashwa na inaanza kukimbia. Njia inayotumika inaitwa mafunzo ya Biblia kwa ugunduzi au DBS. Na tafadhali usiwaze picha ya darasa la kawaida, mwalimu mbele na wanafunzi kimya. Sahau hiyo. Wazia kama watu wamekaa pamoja wakitafuta hazina. Kila mtu yuko sawa, wamekaa kwenye duara na wote kwa pamoja wanachimba kwenye maandiko ili kugundua utajiri uliomo. Na huu uwindaji unaongozwa na maswali rahisi sana. Swali la kwanza linaelekeza macho juu. Hiki kifungu kinatufundisha nini kumuhusu Mungu? Hii inampa kila mtu fursa ya kumgundua Mungu yeye mwenyewe badala ya kuelezewa tu. Halafu swali la pili linageuza kioo, kinatutazama sisi. Sasa hiki kifungu kinatufundisha nini kutuhusu sisi wanadamu? Ghafla maneno ya maelfu ya miaka iliyopita yanakuwa halisi na yanagusa maisha yetu ya kila siku, hapa na sasa. Lakini unajua, kujua tu haitoshi, si ndio? Tunaweza kujaza kichwa chetu na maarifa mengi, lakini maisha yetu yasibadilike. Sehemu inayofuata, hii ndiyo inayobadilisha taarifa kuwa mabadiliko ya kweli. Sehemu yenyewe ni nini? Ni uwajibikaji. Na usifikirie kitu cha kutisha au kigumu. Yote yamefichwa ndani ya maswali mawili tu, lakini maswali yenye nguvu ya ajabu. Unaweza kufikiria uwajibikaji kama personal trainer wako wa kiroho, mtu anayekusaidia kugeuza kile unachojua kichwani kuwa vile unavyoishi. Inabadilisha ninajua kuwa mimi ni. Basi, yale maswali mawili ni yapi? La kwanza, utamtii vipi Mungu kwa kutumia kile ulichojifunza? Hili linahusu utekelezaji, kutoka kusikia na kwenda kwenye kufanya. Na swali la pili, hili ndilo la moto, utamwambia nani kuhusu hili? Hili linahakikisha kwamba kile ulichopokea hakifi na wewe, kinaendelea mbele. Kwa hiyo ndio hivyo, mpango mzima uko hapo. Unaona, kutambua mavuno, kumtafuta mtu wa amani, kujenga uhusiano, kugundua pamoja na kisha kuwajibika. Ni rahisi sana, ni wa vitendo na hauchakai. Unathibitisha kitu kimoja, kwamba watu wa kawaida kabisa kama wewe na mimi wanaweza kuanzisha mabadiliko makubwa sana. Kinachotokea ni kwamba chembe-chembe, yani DNA ya kuzidisha, inapandikizwa ndani ya kila mtu. Kila mwanafunzi anakuwa mtengeneza wanafunzi. Kila anayefuata anakuwa kiongozi. Na hapo ndipo unapata mlolongo wa ukuaji wa kiasili ambao hauzuiliwi. Na hili sasa linarudisha huu mpango wote wa miaka 2000 hapa kwetu leo. Na linatuacha na swali moja tu la kujiuliza, na ningependa utafakari hili kwa makini. Katika maisha yako ya kila siku, kazini, nyumbani, kwenye mtaa wako, ni nani mtu wako wa amani?